Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Ni kitabu chenye haki huipati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana wash-shamsa wal-qamara husbana dhalika taqdirul azizil alim. Inshallah leo tuendelea kuifasiri Suratul An'am ambayo ni sura ya 6 aya ya 96 ambayo ndio hiyo niliyoisoma. Kabla ya kuifasiri aya hii, tunataka kuonyesha uhusiano wa aya iliyotangulia na aya hii. Aya iliyotangulia tulioifasiri katika Jumaa iliyopita yaanza kwa inna Allaha faliqul habbi wan nawa, hakika Mwenyezi Mungu ndiye mpasuaji wa mbegu na koko au kokwe. Yani Mwenyezi Mungu ajieleza yeye kama swani, kama mwenye kutengeneza kila kitu, kama khaliq, kama muumbaji wa vitu vyote. Kwa hivyo katika aya iliyopita ameeleza kwamba aumba mbegu na koko, yani kutokana kwenye mbegu zikaja miti aina fulani mimea, na kutoka koko kaja miti fawake, yani matunda. Sasa leo aendelea na jambo hilo hilo kwa dalili ya pili. Ile dalili ya kwanza ya kuonyesha Mwenyezi Mungu ndiye muumbaji. Leo vile vile aonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kumiliki mambo kadhaa ya upande wa angani. Faliqul isbahi, yani tutakuja kueleza hiyo kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuleta asubuhi, pambazuka asubuhi ukaonekana mwangaza wake kama tutakavyoeleza. Kisha ataendelea kuzungumza juu ya masala ya jua na masala ya mwezi vile vile. Faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana, ndiye mwenye kupambazua mwangaza asubuhi. Wa ja'ala al-layla sakana, na kaufanya usiku ni mapumziko na utulivu. Washamsa walqamara, na jua na mwezi husbana, kwenda kwa hisabu. Dhalika taqdirul azizil alim, hayo ndio makadirio ya Mwenyezi Mungu al-Aziz, mwenye nguvu, mshindi, al-Alim, mjuaji. Saa nyingine watu hufasiri al-Aziz mwenye nguvu peke yake, haitoshi kwa Kiswahili, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mshindi. Unaweza kuwa na nguvu na usishinde, ukashindana na mwingine hana nguvu lakini ana akili zaidi akakushinda, iko katika vita au kwa jambo lingine. Lakini Mwenyezi Mungu ni Aziz, mwenye nguvu, mshindi, al-Alim, mjuaji. Kwa hivyo kama tulivyoeleza, uhusiano ulitokana mwanzo na masala ya kuumba mbegu tu na koko, yani mbegu za kuleta mimea kama nafaka na koko kuleta matunda kama mitende, mizabibu, miembe na matunda mengineyo. Sasa leo tutatoka hapo tukenda upande wa mbali zaidi, nayo ni faliqul isbahi kama nilivyoeleza, lakini tunataka sasa kwenda kila kipande cha aya tuieleze kwa urefu zaidi. Faliqul isbah, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupambazua, kuleta mwangaza usubuhi. Na angalia Mwenyezi Mungu analeta mwangaza wake kinamna gani. Usubuhi aleta mwangaza kipolepole, lau kutoka kwenye giza ghafla aleta mwangaza mchana, yani jua likawa limoto dakika ile ile, hii pia haingekuwa ni raha na ingeathiri watu hata macho yao. Analeta, unatoka usiku polepole na unaingia usubuhi polepole, na vile vile jioni akiondosha vile vile mchana unatoka polepole na usiku unaingia polepole. Faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakana, amejalia Mwenyezi Mungu usiku kuwa ni wakati wa utulivu na watu wao wenye kutulia. Katika tafsiri ya aya hii nataka kueleza Mwenyezi Mungu kama vile alivyosema mahali pengine, dhalika bi anna Allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl. Baada ya kutaja sifa kadhaa za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu asema
Hivyo ni kwamba Mwenyezi Mungu yuliju llaila, huingiza usiku fi nahari, katika mchana, wa yuliju nahara fi llail, na huingiza mchana kwenye usiku. Neno hili yuliju llaila fi nahari wa yuliju nahara fi llail katika Qur'ani limekuja mara 4 kuonyesha umuhimu wa jambo hili la kutia mchana kutoka usiku na kuleta asubuhi au mchana kutokana na usiku na kuleta kinyume chake. Wa anna Allaha samiun basir, katika aya hiyo, na kwamba Mwenyezi Mungu samiun ni msikizaji mwenye kusikia sana, basiri ni muonaje. Na mahali pengine aya kama hii imemalizikia wa huwa alimun bidhati sudur, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi wa yaliyomo ndani ya kifua au ndani ya nyoyo. Akisema Mwenyezi Mungu wajaala al-laila sakana, tutaka kuleta aya nyingine zilizofanana na hizo. Mwenyezi Mungu anaufanya usiku ni wakati wa mapumziko na utulivu. Mahali pengine Mwenyezi Mungu amesema hivi, wajaalna naumakum subata, na sisi tumefanya kule kulala kwenu usiku subata, ni mapumziko. Binadamu amefanya kazi yake siku mzima na akasumbuka, akienda akilala, akiamka asubuhi anaamka fresh, uko tayari kuanza siku yake. Kama ilikuwa hakuna kitu kama hiko, ingekuwa mtu ule uchofu wake haujatoka. Wajaalna al-laila libasa, mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema tumewafanyia usiku kuwa ni kama nguo, yani ni wakati wa kupumzika kama mliofunika na nguo, na ni kama nguo. Na wajaalna an-nahara maasha, na tuwajalia kwamba an-nahara mchana ni wakati wa kutafuta maisha yenu. Karibu watu wote wanakwenda mbio mchana na usiku wanapumzika, isipokuwa wako baadhi ya watu wachache ambao kazi zao ni za usiku, lakini sana Mwenyezi Mungu amejalia ule usiku ndio wakati wa mtu kwa ni wenye kupumzika. Washamsa walqamara husbana, baada ya kutueleza kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupambazua, kutoa usiku kaingia mchana, na kutufanya vile vile usiku tukapumzika. Washamsa walqamara husbana, na Mwenyezi Mungu amejalia jua, walqamara, na mwezi, husbana, kwamba huenda kwa hisabu. Kabla ya kukoma hapo, nataka kusema kitu ambao sahaba mmoja asema kuhusu ile wajaalna naumakum subata, tumejalia usiku wenu uwe ni wakati wa mapumziko. Anasema Suhaib ar-Rumi. Suhaib ar-Rumi ni msahaba mtukufu, aitwa Rumi. Alikuwa ametekwa na Waroma upande wa Iraq, ndio kwao. Kisha akaja akaletwa Maka, akauzwa kama mtumwa, akawa ni mwenye kununuliwa, kisha akawa huru, akaendelea. Nitasema baadaye, lakini kwanza nataka kueleza hapa, kisha nimweleze kidogo. Mkewe alikilalamika kwa Suhaib kwamba Suhaib halali, hapumziki usiku. Sasa Suhaib asema mwenyewe, qala Suhaib ar-Rumi limraati, mwambia mkewe ambaye alikuwa akimwatibu akimlaumu kwamba kwa nini hapumziki. Akasema Suhaib, inna Allaha ja'ala al-laila sakanan illa li Suhaib, Mwenyezi Mungu amejalia usiku kwa ni wakati wa kupumzika na utulivu, yani sifanye kitu chochote, ila Suhaib haikumjalia. Kwa ni hivyo. Kwa nini? Inna Suhaiban idha dhukira aljanna tala shauku, kwa sababu Suhaib pepo ikitajwa yeye huwa na shauku, huwa na matamanio, aitamani ile pepo kweli. Kwa hivyo lazima inuke afanye ibada. Wa idha dhukira an-nar tara naumu, ikitajwa jahannam, moto na hatari zake na adhabu zake, tara naumu, huruka usingizi wake, hupotea kabisa usingizi. Angalia masahaba walikuwa ni watu namna gani, na ni hakika. Manake mkewe alalamika kwamba wewe, kwa nini Mwenyezi Mungu asema jaalna naumakum subata, mpate mpumzike, wewe hupumziki? Akamwambia sababu zake ni hiyo. Napenda kusema jambo moja tu na la pili la Suhaib. Suhaib alikuwa katika watu wa kwanza kusilimu, na alikuwa ni katika anaitwa mustadhafin, yani watu wanyonge. Hakuwa mnyonge kwa uchache wa imani, alikuwa mnyonge kwa sababu ni maskini, ameletwa, ni mtumwa, amewata huru, kwa hivyo hana hata watu wake pale. Na alikuwa rafiki yake sana Ammar ibn Yasir. Wote wako katika hali moja, watu walioslimu mapema, wenye imani kweli, na wakiwa wakidharauliwa na wale makureishi wakubwa wa Maka. Suhaib alipoishi Maka alikuwa na pesa nyingi sana baadaye.
Wakati wa Makka wa kuhama, nimezungumza katika darsa langu lililotoa kuhusu masala hijra. Suhaib alikuwa atoka sasa katika kuhama kwenda zake Madina. Watu wakaja kumfuata Makureishi, na yeye akajiweka mbali kabisa na vyembe vyake, na alikuwa hodari katika kushuti hizi arrows, yani ni hodari sana kupiga vyembe. Akawaambia, ikiwa nataka kunishika mimi nisihame, basi mujue sitaondoka hapa mimi mpaka kila chembe kimoja hikitamua mmoja katika nyinyi. Mwataka nini nyinyi? Wakamwambia Makureish, wewe umekuja hapa sualukan faqira, mtu hapa huna chochote, fakiri kabisa. Leo umekuwa na mali, umepata kwetu haya mali, wataka kutoka na mali yako? Hatukuachi sisi. Sahiba akamwambia, je, nikiwa hapa mali yangu mtaniacha? Sema ndio. Akawaambia mali yake kwa mahali gani, wakaenda wakapata, wakarudi wakamwambia aweza kwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, rabiha albai' ya Aba Yahya, alipofika Madina, yani biashara yako imefaulu, umepata faida kubwa, yani umeuza mali yako kwa kupata pepo. Na Suhaib kuonyesha utukufu wake, alipokufa Umar, kabla ya kukufa, tunajua alipigwa khanjar jambia, na akawa na kama siku 3 za kuhusia. Alihusia watu kadhaa, watu 6 wale katika 10 almubashirin biljanna, wa wenye kufanya mitingi yao wajue ni nani atakayekuwa khalifa katika wale. Na akasema Suhaib ar-Rumi ndiye atakayekuwa imamu mpaka mkata shauri nani mtu kukhtariwa awe ni imamu. Na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ni mtu wa daraja gani? Taban hatuwezi kusema ni bora kuliko wale 6, lakini Umar pia pamoja na kwa amemtegua yeye, hakutaka kumtegua katika wale 6 kwa sababu ingekuwa ni ishara kwamba katika hawa 6 yeye amemfadhili fulani, kama watu walivyosema Abubakar alifadhiliwa na Mtume kuambiwa vile. Lakini na watu kwa imani yao kamwambia, wewe ikishakuwa Umar amekupa kazi hii, basi na huyu Umar utamswalia wewe kama maiti. Kwa hivyo Suhaib ar-Rumi alikuwa ni mtukufu sana, na watukufu ni lazima wawe ni wenye kuinuka masiku na wawe wenye kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, hasa usiku wa manane Mwenyezi Mungu anapoteremka katika samai dunia akiuliza ni nani mwenye swali lake na mimi nimjibu, ni nani mwenye ombi lake na mimi nimpatie. Kwa hivyo mahala pengine katika surati Ar-Rahman hapa inasema washamsa walqamara husbana, katika surati Ar-Rahman inasema washamsu walqamaru bihusban, na jua walqamaru na mwezi bihusban, zaenda kwa hisabu yake. Na mahali pengine Mwenyezi Mungu aeleza katika surati Yasin masala ya jua na masala ya mwezi yako vipi. Asema washamsu tajri limustaqarrin laha, Mwenyezi Mungu asema na jua linakwenda kwa kiwango chake. Dhalika taqdirul azizil alim, hayo ni makadirio ya al-Aziz, Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mshindi, al-Alim mjuzi. Angalia hapa, hii aya imemalizikia kama ilivyomalizikia hii aya tuliyosoma sisi leo, dhalika taqdirul azizil alim. Kisha aya hiyo ya katika surati Yasin yaendelea kusema walqamara qaddarnahu manazila, na mwezi tumepimia vituo vyake, enda kwa kituo mpaka mwezi umalizike, siku 29 au 30. Hatta aada kalurjuni alqadim, mpaka ukarudi baada ya kuwa ulikuwa mwembamba ukaendelea kuwa mkubwa mpaka ukawa kamili, kisha ukarudi tena kalurjuni alqadim, kama karara kongwe. La shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar, jua hauruhusiwi kufika kwenye mwezi, yani kila kimoja kina sehemu yake na njia yake ya kwenda. La shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala laylu sabiqu nahar, wala usiku haufai kuingia katika mchana, yani wakati wake hujamalizika upungue kabisa uende kwenye kwa mchana. Wa kullun fi falaki yasbahun, na zote jua na mwezi ziko katika anga zaogelea, lakini kwa mipango yake, zina na ruti zake, njia zake ambazo za jua zenda vile alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukimaliza ile aya sasa yasema dhalika taqdirul azizil alim, hayo ni makadirio ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye nguvu na ni mshindi na ni mjuaji. Anasema Fakhrur Razi katika kueleza
baadhi ya maneno hayo. Asema Mwenyezi Mungu ndiye anajua utukufu wa vitu hivi. Jua ni kitu kikubwa sana, na mwezi, kuna na sayari nyingine mbalimbali katika anga. Mwenyezi Mungu kuzipanga vitu hivi zikaweza kwenda kwa mipango yake, sisigongane, sisitokee shida yoyote, na ikawa ndio yatujulisha sisi mchana na usiku, na yatujulisha sisi yani hisabu zetu, kujua mwezi na kujua mwaka na kila kitu. Hizi zote zenda kwa mipango ya Mwenyezi Mungu, hazendi zio wenyewe. Siku hizi ukisomeshwa unakuja kuambiwa katika maskuli nature, kama kwamba hujui nature hiyo ni kitu gani. Laws of nature, nature yenyewe imeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni Mwenyezi Mungu Al-Azizu Al-Alim ndiye anayepekesha kila kitu. Mafunzo tunayapata ni kwamba masala ya mbingu na ardhi ni makubwa sana kuliko binadamu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nnas. Kuumba mbingu na ardhi, mbingu 7 na ardhi 7, akbaru ni kubwa zaidi, min khalqi nnasi, kuliko kuumba watu. Walakin akthara nnasi la yaalamun, lakini watu wengi hawajui. Kwa sababu hizi zina jirm, shikli yake. Ukija ukiangalia ukubwa wa jua liko vipi na mwezi uko vipi, na tafsiri zake nyingi ambazo mpaka leo nyingine hazijajulikana, utaona mambo haya ni makubwa zaidi kuliko binadamu yeye mwenyewe. Kwa hivyo katika faida tunazopata ni kwamba vile vile kupasua mbegu ikatoka kwenye ardhi ikaota, iwe ni mbegu au iwe ni koko, mbegu ya kuleta nafaka au koko ya kuleta mimea ambayo italeta matunda. Hili si kubwa kuliko kuliona jua la chimbuza na latoka, au kuona mwezi unatoka na unakuwa mkubwa unakuwa mdogo, kwa sababu lile laonekana angani na lina athari zaidi katika nyoyo za watu kuliko masala ya mbegu, ingawa yote ni utukufu na yana ukubwa wake. Na Mwenyezi Mungu ametujalia vitu viwili hivi kwamba ni vitu ambavyo vitusaidia kwa kufanya hisabu. Hapa nataka kuzungumza juu ya hisabu. Zimetajwa vitu viwili, washamsa walqamara bihusban katika surati Ar-Rahman, na katika sura hii washamsa walqamara husbana. Jua latusaidia katika mambo kadhaa. Sisi jua latufanya sisi tuweze kujua nyakati zetu za swala, kutoka kabla ya kutoka ija alfajru sadiq, endelee mpaka swala ya alfajiri kali haijatoka mpaka jua lianze kutoka. Likianza kutoka jua, swala ya alfajiri imetoka. Jua likiwa katikati ya zawal, kupinduka kidogo, ndio yaingia wakati wa dhuhuri. Naendelea wakati wa dhuhuri mpaka kivuli cha kitu kwa kimefanana na urefu wa kile kitu chenyewe. Hapo adhuhuri imetoka, alasiri inaingia. Alasiri inaingia mpaka jua kuchwa, alasiri imekwisha. Magharibi inaingia kwa jua kuchwa na latoka katika ghiyab, mawingu mekundu. Hapo inatoka magharibi inaingia isha, na isha inaingia kwa kauli ya wanavyuoni wengi mpaka nusu ya usiku. Hilo ni jua la tufundisha sisi namna ya kujua nyakati za swala. Tutakuja kuzungumza tutakapozungumza nyota katika aya nyingineyo, kwa sababu jua pia la tusaidia katika mambo mengine tutataja hapo. Lakini ukija katika mwezi unatusaidia kwa kujua miezi yote, na mwezi kuandama ikiwa ni baada ya siku 29 au 30 huwa ni mwezi mmoja. Na mwezi wa alhijri, yani wa kufuata mwaka wa alhijri, wa kufuata mwezi, unatusaidia sisi katika kufunga, kuanza kufunga na kukoma kufunga, na unatusaidia sisi katika amali zetu za haji, na unatusaidia sisi vile vile katika baadhi ya mambo kadhaa ambayo tunafanya katika kutoa zaka. Maana mwaka ni wa hijri ndio unatumiwa baada ya kupita mwaka mmoja. Na vile vile miezi hutusaidia sisi katika masala ya idda, ikiwa ni miezi 3 au ikiwa ni miezi 4 na siku 10, idda ya kufiliwa na mtu. Na mwezi vile vile unatusaidia kwa baadhi ya hisabu za mambo mengineyo. Sasa baada ya hapo, aya inayokuja yaonyesha dalili ya 3. Hii ilikuwa dalili ya pili tuliyoitaja ya masala ya anga. Dalili ya kwanza ilikuwa ni masala ya kupasuka mbegu,
na koko kutoka kwenye ardhi. Ya pili tumeitaja. Ya tatu sasa tutakwenda katika nujum, katika nyota na faida zake vile vile, na kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba nyota. Haya yote Mwenyezi Mungu atakuja kuzungumza, kisha rudi vile vile anna tufakun. Kwa nini nyinyi mwageuzwa baada ya kuona utendakazi wa Mwenyezi Mungu namna hii na hamwamini Mwenyezi Mungu peke yake? Asema wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha, na aya zinazofuata kadhaa zimeanza kwa huwa alladhi. Wa huwa alladhi, na yeye ndiye ambaye, yani Mwenyezi Mungu, ja'ala lakum an-nujuma, amejalia nyinyi ani nyota, litahtadu biha, zipate kuwa ni zenye kuongoza, yani muongoke kwazo. Fi dhulumati al-barri wal-bahri, katika giza la bara na bahari, au barani na baharini. Qad fassalna al-ayati, hakika sisi tumezifafanua, tumezibainisha, tumezieleza ayat, ishara zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liqaumin ya'lamun, kwa watu ambao wajua. Hapa tuendelee tena kuifasiri aya na kutoa aya nyingine, maelezo ya aya. Wa walladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri, kwa sababu nyota kama watu wanavyotuambia hasa wa zamani zasaidia sana usiku kuweza kuongoza watu kujua mahali wanapokwenda. Majahazi yalikuwa yakitumia nyota mpaka leo kwa wakati fulani, yani. Kwa hivyo nyota zasaidia kwa kujua hata pengine saa nyingine upande wa qibla, yani kuna nyota fulani ukizifuata unakwenda upande wa qibla. Najua vile vile kwa mchana huweza kusaidia kujua qibla. Na nyota vile vile katika jambo lingine ni pambo. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani mahali pengine, inna zayyana samaa ad-dunya bizinatin al-kawakib, hakika sisi tumepamba samaa ad-dunya, uwingu ule ulioko karibu kabisa wa kwanza, bizinatin al-kawakib, kwa pambo la kuwa na nyota. Nyota yafanya mbingu kiitizama kuiona, yani kuna mwangaza na sigiza, kama kulikuwa hakuna kabisa kuagiza kweli kweli. Na hata nyota hizo zimewekwa na namna ya kuonyesha raha, hata ukitizama juu ikiwa yani waziona zile nyota kwa uzuri. Mwenyezi Mungu asema mahali pengine, wala qad zayyana samaa ad-dunya bimasabih, tumepamba uwingu ulioko karibu bimasabihi, kwa mataa, anachokiona utaona kama matatu. Wajaalnaha rujuman lishayatin, na tumezifanya ziwe zenye kuwapigia mashetani. Tatoa aya nyingine kueleza neno hilo. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, hakika tumepambanua hizi ishara kwa watu ambao wenye ujuzi. Ayat ina maana kadhaa. Maana moja ni aya kama iliyoko katika Qur'an. Aya ni mufrad na ayat ni jam. Ayat ni ishara au ni miujiza, saa nyingine hutumiwa kwa miujiza. Kama mahali pengine sema alyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, aambiwa Firaun kwamba leo tumekuua sisi, lakini tutakuja kubakisha kiwiliwili chako, litakuna liman khalfaka aya, lipate kuwa kwa watu watakaokuja baada yako wewe ni miujiza, kwamba huyu ndiye Firauni na amewekwa mpaka leo. Au mahali pengine nasema waja'alna ibna Maryama wa ummuhu aya, na tumemjalia ibna Maryama, yani mtoto wa Maryamu, yani Isa, wa ummuhu, na yeye mamake bi Maryam, aya, kwamba ni miujiza. Kwa hivyo pia aya ni aya ya Qur'an, aya ni miujiza, na aya ni ishara zile ambazo zaonekana za mambo aliyofanya Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake. Faida na mafunzo tunayapata katika masala ya nyota. Tumesema na kuna nyota nyingi na sayari nyingi vile vile katika anga. Wa walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, na kila kitu katika ulimwengu huu ameumbiwa binadamu subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika aya hii. Wa huwa alladhi, na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye khalaqa lakum ma fil ardi, amewaumbia vitu vyote vilioko kwenye ardhi na kwenye mbingu vile vile juu, jami'an, zote, kwamba zimfae binadamu. Kitu cha pili ni kupamba kitu. Mwenyezi Mungu, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal,
Kumbuka hadithi hii ilitokaje alipozungumza Mtume ubaya wa kibri. Sahaba mmoja akamwambia Rasulullah, mimi napenda kuvaa nguo mzuri, napenda kuvaa kiatu changu kizuri kionekane kizuri. Akamwambia hiyo si kibri. Kibri ni ile takaburu ulionayo wewe mwenyewe kumdharau mtu, lakini inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Na watu saa nyingine husahau jambo hili. Angalia, Mwenyezi Mungu angeweza kuumba vitu vyake kawaida tu, si mwa watu wa siku hizi tukisema black and white tu, lakini angalia ametumia kala na rangi mahala pangapi. Ukiwa kutoka mbinguni ukiangalia, na ukiangalia kwenye bahari, baadhi ya masamaki na baadhi ya vitu vingine, hata zile nyasi zilioko chini, ukiangalia kwenye ardhi, ukiangalia ndege wako aina gani na wanavutia kiasi gani, ukiangalia maua ile yanatoka, na hayo yote ni katika utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuonyesha hakudharau kitu mpaka ule pambo, yani kwa kitu kitokee kwa njia mzuri. Hapo ziko aya zile tulizosema, wakazayana samaa dunya bimasabiha wajalnaha rujuman lishayatin. Na moja katika mufassirin, subhanallah, tena wa kitambo, asema Mwenyezi Mungu akisema inna zayyana samaa dunya bimasabih bizinatin likawakib au masabih, sio kwamba akusudia nyota zile zinaonekana kwamba ziko katika samai dunia, kwa sababu nyota nyingi haziko katika samai dunia, ziko katika mbingu za mbali zaidi. Lakini asema, akisema sisi tuziona kama kwamba tuziona katika samai dunia, kwa sababu mbingu ni shafafu, yani transparent, waweza kuona kile katika wingu wa kwanza na wa pili na wa tatu. Kwa hivyo imebaki vile vile, ikiwa tumeonekana kwamba nyota fulani ziko katika anga ya kwanza au ya pili ya vipi, ziko vile vile, lakini sisi tuweza kuziona. Ndio Mwenyezi Mungu amesema kitu kama hiki. Nikaona subhanallah, wanavyoni kitambo wameanza kuzungumza juu ya mambo haya, ambao watu walikuwa bado hawajaelewa mambo mengi ya kuhusu ulimwengu wa angani. Wajaalnaha rujuma lishayatin, tunataka kuieleza hii kidogo. Tuambiwa na majini wenyewe katika surati al-Jinn masala haya vimondo, kwamba wao walikuwa kitambo wakienda karibu ya mbingu kusikiza, Allahu aalam, hii ni katika mambo ya ghaib, hatujui kusikiza vipi baadhi ya mambo, lakini kutoka ardhi ni mwenye kuja Mtume Muhammad na kupewa utume, wakawa wamefukuzwa mahali kama hapo. Inasemaje aya? Asema wa anna, majini lamasna samaa, sisi yani tukigusa, au wengine nasema tukikurubia kwenye mbingu, fawajadnaha, sasa hivi tukaikuta muliat harasan shadida, imejaa yani walinzi wengi kweli kweli na wenye nguvu, wa shuhuban, na vimondo viko tayari. Wa anna kunna naqudu maqaida lisama, sisi kitambo tulikuwa tukikaa mahali fulani tukianza kusikiza mambo yaliyoko, tupate kujua, tuende tena tuwaeleze watu na tuongeze chumvi zetu tena. Lakini faman yastami' alana yajid lahu shihaban rasada, yule atakayekuwa mwenye kusikiza sasa hivi atapata kimondo ambacho kinamzuia kufanya jambo la kukaa karibu ya hapo. Anasema Ibn Kathir katika kueleza jambo hili, asema wengine waregesha ile dhamir, yani ya haya maneno hapa ya kuregea katika ile nyota, lakini wengi wasema si nyota ndio inatoka kama kimondo, bali huwa ni sehemu fulani na nyota baki vile vile ikawa ndio yenye kutoka kwenda kupiga mashetani. Anasema Imam al-Qurtubi, qala inna dhamiru raja ila al-masabih, wengine walisema hairejei kwa taa, lakini anasema rejea katika ile mataa, yani hizo nyota nafsi yake, lakini haianguki nyota, huanguka sehemu fulani na nyota ikabaki vile vile katika shikili yake ile ile, na ikawa vile vile inatoa mwangaza wake vile vile. Wa walladhi ansha'akum min nafsin wahida. Sasa baada ya kuzungumza mbegu za mimea na koko za miti, na akazungumza juu ya masala ya kutoka usubuhi na jioni kuingia, na masala ya jua na masala ya mwezi na masala ya nyota. Sasa azungumza juu ya, na hii ndio dalili ya nne ya sisi tumeumbwa vipi. Zote hizi ni dalili
mwishowe ataka watu wamwamini kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Khaliq. Asema wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida, na Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaumba nyinyi kutokana na nafsi moja tu, ambayo nafsi ya Nabii Allah Adam alayhi salam, kama tutakavyotoa aya nyingine. Fa mustaqarrun wa mustawda, kuna vile nafsi ambazo kuna mahali zitatulia na kuna mahali zitakaa kwa muda mfupi. Tutaieleza kwa urefu hii. Qad fassalna al-ayati, tumezipambanua aya ishara za Mwenyezi Mungu, liqaumin yafqahun, kwa watu ambao wanafahamu, na tutaeleza tofauti ya yafqahun na tofauti ya ya'lamun. Kwa hivyo tukija katika maelezo, anaposema Mwenyezi Mungu huwa alladhi anshaakum min nafsin wahida, anasema Tabari alladhi anshaakum ni kama kusema fatiru samawati. Anshaa ni kukuumba kabla hakukuwa na kitu kama wewe, hakuna shikli ile, kama kuumba mbingu na hakukuwa na mbingu, kama binadamu wa kwanza aliyeumbwa Adam na hakuna binadamu, baadaye kuumbwa sisi wengine kwa manii ya baba na mama ni masala mingine. Anshaakum ay ibtadaa khalqakum, alianza kuumba nyinyi min ghairi shay, na hakuna kitu chochote kilikuwa. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu mahali pengine katika surati Nisa aya ya kwanza, ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu mwogopeni Mwenyezi Mungu mola wenu yule ambaye ameumba nyinyi kutokana na nafsi moja, na ni Adam. Wa khalaqa minha, akaumba kutoka katika hiyo nafsi moja ya Adam zaujaha, mkewe, kama tunavyoambiwa katika ubavu wake. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akaeneza kutokana na watu hawa wawili Adam na Hawa rijalan kathiran wa nisaa, wanaume wengi na wanawake wengi, kutokana na mmoja tu, yani binadamu mmoja au kiumbe mmoja. Fa mustaqarrun wa mustawda, hapa katika mufassirin wengine wasema mustaqarr ni hivi, wengine wasema mustawda ni hivi, yani tafasili tofauti, lakini mimi nimpendelea kutaja maneno ya Tabari na maneno ya Ibn Abbas ambayo inatupunguzia kazi sana. At-Tabari asema fa mustaqarrun wa mustawda, yani wale ambao zile nafsi kwanza zakaa mahali zikatulia au zakaa kwa muda mchache. Asema Mwenyezi Mungu viumbe vyake vyote ziapitia mapitio hayo, mahali zikabaki mustaqarrun kwa muda mrefu na zikabaki kwa mahali pengine kwa muda mfupi, lakini Mwenyezi Mungu hakuhusika akasema hapa ndio mustaqarr kama nitakavyoeleza, na hakusema hapa ndio mustawda. Hizi ni tafsiri watu kujaribu kueleza. Kwa hivyo asema wala shaka, hakuna shaka, anna min bani adama mustaqirran fi rahm, kwamba binadamu karibu wote wakizaliwa kwanza hutulia katika uzazi wa mama yao kwa muda ya miezi 9, ni mustaqarr, ni istiqrar, hiyo imetulia. Na asema vile vile wa mustawda'un fi sulbi, na vile vile binadamu hutokana na mgongo wa mwanamume, baina sulbi wa taraib, kama tunavyosema kutoka wapi, kwa muda fulani, kisha taban, kisha mani yale ikiingia katika rahim, katika uzao wa mama, waishatoka ile roho na itakwenda sasa kuanzisha mtoto. Wa mustawda'un fi aslabi. Kwa hivyo wa minhum man huwa mustaqirrun ala dhahri al-ardh, kuna na wale ambao wanatulia katika juu ya ardhi, au batniha, au watulia katika kaburi kwa muda fulani mpaka kufufuliwa. Wa mustawda'un fi aslabi rijal, amerudi pale pale na hukaa kwa muda mchache katika migongo ya wanaume. Wa minhum mustaqirrun fi al-qabri mustawda'un ala dhahri al-ardh, na wengine wafasiriwa kwamba wametulia katika wakiweko kaburini mpaka siku kufufuliwa, ni muda mrefu. Mustawda'un ala dhahri al-ardh, na wamekaa kwa muda mfupi katika dhahri al-ardh, nyaka yako iliyojaliwa 10, 20, 50, 80. Kwa hivyo fakullun mustaqirrun au mustawdi'un bimaana min hadhihi al-maani, kila mmoja hukaa katulia kidogo kwa muda mrefu na muda mfupi katika pamoja katika mahali hapa tulipotaja. Kwa hivyo utaona wengine wasema hivi, wengine wasema hivi. Ibn Abbas anasemaje? Qala Ibn Abbas an Kurayb faqala al-mustaqarru ar-rahim. Ibn Abbas asema mustaqarr, binadamu hutulia katika uzao wa mamake, na akasema aya hii
wa nuqirru fil arhami ma nasha, twaziweka katika arham wale watoto ambao tumekata shauri watazaliwa, sitisha, sio kwamba atakufa, awekwa mpaka muda wake ukamalizika. Kwa hivyo kuna istiqrar hapo, nuqirru. Na akasema walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa, na vile vile kukaa katika ardhi, asema Ibn Abbas ni mustaqar, wakaa ukatulia kwa miaka kadhaa, kwa sababu ikiwa umekaa miezi 9 ikaambiwa mustaqar, bila shaka kwenye ardhi utakuwa pengine umekaa muda mrefu zaidi, pia yawezekana hivyo, kwa yatafasirika. Qala mustaqarrun fawqa al-ardh, hiyo ni mustaqarru fawqa al-ardh, wa mustaqarru fi rahim, na kwenye uzao vile vile, wa mustaqarrun tahta al-ardh, na pia wengine mfasiri mustaqarru watulia kwenye kaburi, kwa sababu utapita na miaka hujui miaka mingapi mpaka watu kufufuliwa. Na wale waliokufa zamani kutoka wakati Nabii Adam wakali mustaqarr bila shaka, hatta yasira ila aljannati au ila an-nar. Na hiyo ndio istiqrari nyingine ya mwisho ya azal ya milele. Inshallah tuwe mustaqirrina katika janna. Qad fassalna al-ayati, tumepambanua na kuzieleza aya hizi, liqaumin yafqahun, kwa watu ambao wanafahamu. Tofauti gani iliyoko baina aya hii kusema qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun na qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun? Na mara nyingi Mwenyezi Mungu hutumia ima ya'lamun au yafqahun. Wanavyoni wana ikhtilafu, lakini mimi nimependa tafsiri hii. Ya'lamun ni mtu kujua ilmu. Kwa mfano, tutukulie mfano, na nitatoa hadithi nyingine mbili. Binadamu, mtu huweza akaitwa alim na akawa hakika hafidh Qur'an, hafidh sunna kadhaa, lakini ikawa huwezi kumuita ni faqih, kwa sababu yeye alim. Ya'lamun ni kujua vile kilivyosemwa kile kitu, fasiri yake ni kadhaa basi. Fiqihi yafqahun ni kujua na ilmu na ziada, ni kujua asli ya sababu ya lile jambo. Kwa mfano ni kuifahamu ile sharia, kusudio lake na kila kitu, kaweza kuitumia uzuri sana. Tatoa mfano aliyesema Ashirazi kabla Suyuti, asema undhur kaifa nusarifu al-ayati la'allahum yafqahun. Nyingine hiyo itakuja, angalia vipi tunazieleza aya zetu ili wao waweze kufahamu. Qala tanbihu ala takrir, yani aeleza kwamba kufahamu si kujua tu kitu, ni kujua na ukaweza kuzalisha kitu zaidi. Anasema Shirazi hivi, alfiqhu fi lugha idraku shay'i al-khafiyya. Fiqh katika lugha ni kujua kitu kiliofichika. Ni kama utaona kuna baadhi ya wanavyuoni maalim kweli kweli, lakini wao tafsiri yao na kila kitu literally, yani neno kwa neno basi. Kuna mwingine ajua vile vile, lakini aweza kuizalisha ile aya akaitia katika mambo mbalimbali, hata katika usulul fiqh akaja na mambo ambayo yaweza kufanya kati mbalimbali kutoa istidlal. Hayo ni mawahibu tofauti kwa hakika. Shirazi asema amma alilmu fahuwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi. Ilmu ni kujua kile kitu vile ilivyo, tutaki kutoka katika ile hadithi. Na bahati mbaya wako wanavyoni wengi wengine namna hiyo, na huwa hakika wameshikilia ile nasi, hata ukamweleza vipi yataka literal, yani moja kwa moja. Fa idha kana shay'u daqiqan, ikiwa kitu yani kina dharubu na wewe ukifahamu vilivyo, unaitwa faqihan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. Kwamba yuallimu yufaqihu, anaifahamu ile dini vilivyo na makusudio ya sharia na maslaha yake na kila kitu, akaweza kuzunguka nayo vile kisawa sawa, akaeleza kwa kila wakati na dhurufu zile zilivyo. Asema idhan falfiqhu ilmun wa ziyada. Faqihi au fiqhi ni kuwa na elimu na zaidi ya elimu kuweza kulizalisha lile jambo. Na nitatoa hadithi nyingine moja. Fayukhtamu alkalamu biyafqahun, maneno humaliziwa kwa kusema yafqahun idha tadhammana maana daqiqa,
ikiwa kuna maana yake ambayo ni ya ndani ya kisiri, si rahisi mtu kuweza kuyafahamu. Yahtaju ila fahmin wa yakhtamu biya'lamun, na Mwenyezi Mungu humalizia kwa ya'lamuna, ikiwa lile jambo ni vile vile lilivyo tu, hutarajiwa kujua zaidi. Nimekwambia ni kadhaa ni kadhaa. Kwa hivyo faqih, mtu ambaye faqih ni mtu ambaye ni mjuzi zaidi, sio ajua nasi tu literally, bali ajua kuziconnect zile nasi na mambo mengine kadhaa 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 kadhaa, akaleta kitu pengine ambacho kimetokana sio moja kwa moja, amekizalisha yeye. Mafunzo tunayopata katika aya hii, wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida. Kuna hikma gani Mwenyezi Mungu kutuhimiza hili, na kwa yeye ameumba watu kutokana na nafsi moja tu? Kama angetaka angeweza kuumba kutoka kwa nafsi nyingi, aliumba nafsi moja, aweza akatoa kadhaa, isiwe Adam ndio asili yake, sote tumetoka hapo. Moja katika sababu ni kuondosha fakhri ya mtu kwa mwenzake, kwamba nyote asili yenu ni moja, kama hadithi hii inavyokuwa. Anasema Abi Huraira an Nabii sallallahu alaihi wasallam, alizungumza maneno haya, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna biabaihim, watakoma watu ambao wapenda kujifakhiri kwa mababa zao. Alladhina matu, mababa washakufa, lakini wewe kujisifu, babangu mimi alikuwa kadhaa, alikuwa kadhaa, alikuwa kadhaa, ili na wewe upate kuonekana kwamba ni mtukufu kwa sababu hiyo ya babako. Inma hum fahmu jahannam, hao wenye kujifakhiri kwa sababu ya wazazi wao, wazee wao, fahmu jahannam ni makaa au ni kuni za moto wa jahannam, kwa sababu ni kibri. Au la yakununna ahwana ala Allahi min alju'al, au watakuwa ni wapevu, ni watu duni kabisa kuliko ju'al. Ju'al ni singirisha, sijui jina lake lingine mahali pengine, lakini nitamweleza afahamike kwa watu. Kuna mdudu mweusi kupenda kuchukua choo, kama ni mahala pa kuna ng'ombe au choo cha mnyama mwingine yote, akalifanya kama round hivi ball, na akawa hulibeba kama inavyosema hadithi, alladhi yudahdihu alkhiraa bianfi, alisukuma kwa pua yake, yani kile choo, yani kuonyesha ni dhalili kiasi gani. Choo ni kitu ambacho kina harufu mbaya, na yeye sasa pua ndio inafanya kazi hiyo, yani wasikie kila wakati unataka kwa chakula chake, yani mfadhuni kiasi gani. Sasa Mtume ampigia mfano huo, inna Allaha adhhaba ankum ubiyat aljahiliya. Ubiya ni kibr, na katika riwaya inna Allaha adhhaba ankum fakhra aljahiliya, na zote riwaya sahihi. Mwenyezi Mungu amewaondoshea kiburi cha kijahilia, mtu kujifakhiri kwa babake. Wa fakhraha bil aba, na mtu kujigamba na kujisifu kwa sababu ya mababa zake. Innama huwa mu'minun taqi au fajirun shaqi, mtu imma ni mu'min mcha Mungu, inna akramakum inda Allahi atqakum, au fajirun shaqi, au ni mbaya mtu fajir asi shaqi mbaya kabisa. Annasu kulluhum banu adam, watu wote ni binadamu, wa adamu min turab, au katika riwaya wa adamun khuliqa min turab, na zote ni riwaya sahih. Na Adam atokana na mchanga udongo, au na Adam aliumbwa kwa udongo. Kwa hivyo kwa nini wewe ujifakhiri? Tuweza kusoma hii hadithi, ni hadithi sahih imepokewa na Tirmidhi, tukaona pengine sisi hatufanyi hivyo, ni mambo ya zamani. Yako sana mambo ya watu kujifakhiri kwa kabila ilivyotoka, ikiwa ni kabila res Mwarabu, huyu kabila ka huyu sekwa kadha na kadha kadha, huyu ni Maajami, huyu ni kadha, huyu ni kadha, au kabila ile ndogo kutokana na yeye, au babake, sisi ni watu wa kadhaa, na sisi tuna sharafu kadhaa, na sisi hatupatwa na kadhaa, na wewe saa yote kwa wamsifu hasa kama babako ulikuwa ni mtukufu, ili na wewe upate kupewe baadhi ya utukufu. Kwa hivyo haya ni mambo ya kijahilia, lakini yako sana kikweli kweli kwa Waislamu, kwa bahati mbaya. Faida ya pili, kuna hadithi nyingine yaeleza ile masala ya fiqh, mtu kwa fiqh.
عن جبير بن مطعم صحابة موجة أنه قال أسمع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. Mtume sallam alisimama mahala kuitwa Khaif Mina, na hii ilikuwa katika alisimama khatiba na kwa mwenye kutoa khutba, na hii ilikuwa katika hajjatul wadaa. Hija yake Mtume alihiji ni moja tu, ndio itwa hajjatul wadaa, yani ya kuaga watu. Faqala, akasema nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati, Mwenyezi Mungu amtukuze au atampa cheo mtu ambaye amesikia maneno yangu, faballaghaha, akaifikisha kwa watu wengine. Kumbuka katika hadithi nyingine yasema falyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib, katika wakati ule ule yule ambaye amehudhuria amfikishie maneno yangu yule ambaye hakuhudhuria. Farubba hamili fiqhin ghairu faqih, wenda akawa mwenye kubeba ile fiqh yale maneno aliyopata ghairu faqih, yesi faqih hakuyafahamu vilivyo lakini amehifadhi. Au katika riwaya nyingine nasema farubba hamili fiqhin la fiqha la, hana fiqh yoyote lakini amehifadhi ile hadithi. Warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min, na huenda pengine mtu mwenye kuibeba ile fiqh yale maneno aliyosikia ni hadithi ni aya nini, ila man huwa afqahu min, akazungumza kwa mtu ambaye atakuwa ni faqihi, ni bora zaidi. Hadithi wewe hujui tafsiri zake nyingine, huwezi kuitumia vilivyo. Alim aweza kuitumia ikamsaidia pamoja na hadithi nyingine, au faqihi kama tulivyosema aweza akaiangalia vile vile kwa pale na kwa mambo mengine ambayo hayakutajwa pale. Na hii ni hadithi sahih, ilimepokewa na Ibn Majah na imesahihishwa na Albani vile vile. Inshallah leo tutakuwa mwenye kukoma hapo, tuende inshallah katika darasa litakayokuja kusema dalili ya 5 ya utendakazi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kule kuteremsha kwake mvua na kuotesha vitu mbalimbali kutokana na mvua, kisha baadaye yapate kwa wakali kabisa kwamba watu hawa baada ya kuelezwa mambo yote haya na warudi wakiwa wenye kuabudu masanamu na kukataa kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ndiye amefanya mambo yote na kupekesha ulimwengu vile anavyotaka. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, ni kitabu chenye haki huipati